Naam, karibu tena mwana michezo wangu kuweza kuzishuhudia dakika 90 za mchezo wa klabu bingwa barani Afrika. Mchezo ambao unazikutanisha timu mbili zenye uzani mzito hapa barani Afrika. Timu ya Simba Sports Club wakicheza dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Mchezo huu unaofanyika hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa unaanza sasa hivi, nasi tutakusogezea moja kwa moja dakika 90 za matukio yote kaza wa kaza yanayoendelea kuendelea hapa kwenye dakika 90 kwenye mchezo huu kati ya Simba dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Ikumbuku kwa mara ya kwanza walipokutana msimu huu kwenye hili kundi timu hizi mbili pale ugenini Mnyama alipokuwepo Tunisia, Mnyama aliweza kupasuka chuma 1-0 dhidi ya timu hii ya Esperance de Tunis, ambapo Mnyama mpaka sasa hivi ana alama yoyote, lakini kwa upande wa timu ya Esperance yeye akiwa na alama zake 5 kwenye kundi D kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Naweza kusema huu ni mchezo wa kisasi, lakini pia ni mchezo wa mbinu kwa upande wa makocha wa timu zote mbili kuangalia uwezekano kila mmoja kuona anaweza kuondoka na kitu gani kwenye mchezo huu mara baada ya dakika 90 kuweza kutamatika. Sisi tutakusogezea moja kwa moja matukio yote yanayoendelea hapa ndani ya dakika 90 za mchezo kati ya klabu ya Simba dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Nikusihi uendelee kusalia nasi hapa Data Kicks ili uweze kujipatia simulizi kali ya mchezo huu kati ya Simba dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Lakini naomba nikukumbusha jambo moja la kimsingi, hakikisha mwana michezo wangu sasa hivi una subscribe channel yetu kama wewe ulikuwa bado hujasubscribe, kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanaandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayotokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kibichezo ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Data Kicks. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie dakika 90 za mchezo kati ya Simba dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Nani kuweza kuondoka na alama 3 muhimu, ama mchezo utaisha kwa matokeo gani? Salia nasi hapa. Lakini kabla sijakusogezea moja kwa moja simulizi ya dakika 90 ya mchezo huu, ngoja kwanza nikusogezee vikosi kwa upande wa timu zote mbili ambavyo vinakwenda kuanza kwenye mchezo huu kati ya Mnyama dhidi ya Esperance de Tunis. Kwa kuanza na kikosi kwa upande wa timu ya Simba Sports Club ambao hawa ndio wenyeji wa mchezo. Kwa upande wa golikipa hapa tegemea kumuona golikipa Kasali akiendelea kusimama vyema kwenye milingoti mitatu ya timu hiyo ya Simba Sports Club. Alithibitisha hivyo na ubora wake wote tumeuona kwenye michezo takribani miwili ambayo ameweza kucheza, kuanzia mchezo wa ligi kuu, lakini pia kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika zaidi ya timu ya Esperance. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Shomari Kapombe the team captain akisimama vyema na kukiongoza kikosi iko cha klabu ya Simba kwenye mchezo huu dhidi ya Esperance de Tunis. Lakini pia kwa upande wa beki nambari 3 hapa tutegemea kumuona bwana mdogo Nixon Kibabage, mchezaji ambaye ameweza kusajiliwa na klabu ya Simba kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili, na ingizo lake limekuja kutoa impact ya moja kwa moja na amekuwa ni miongoni mwa kikosi cha kwanza cha klabu ya Simba akizima lile eneo la beki nambari 3. Wote nafahamu ubora wake na ameweza kuonyesha kwamba yeye ana kitu na anastahili kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga. Kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa tegemea kumuona mchezaji Wilson Nangu akiendelea kuzima na Rushan Deruko katika zile beki za kati kwenye kikosi hiko cha klabu ya Simba kuhakikisha hakuna mauzauza na mazonge yoyote ambayo yatapita kwenye eneo lao la kati kuelekea kwa golikipa wao Kasali. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tutegemea kumuona mchezaji Yusuf Kagoma, mzee wa kukichafua, mzee wa kukata umeme eneo la katikati. Yusuf Kagoma ni miongoni mwa viungo wakatili kweli wanapoamua kuzima lile eneo la katikati. Hivyo wachezaji wa timu ya Esperance wajipange kweli kupita katika lile eneo ambalo Yusuf Kagoma kakabidhiwa eneo hilo aweze kufanya yake makubwa. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa tutegemea kumuona mchezaji si mwingine bali mchezaji Libase Gueye, ingezo jipya ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Ameingia na kuweza kuonyesha kitu kizuri kilichoweza kuwavutia uongozi na mashabiki
mashabiki wa timu hiyo ya Simba Sports Club. Kasi yake na uhatari wake kulikaribia lango ndicho kinachopelekea kocha Steven Becker kuweza kumwamini na kuanza naye kwenye kikosi hiki hapa. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa tegemea kumuona mchezaji nyuma Emma akisimama vyema katika lile eneo la kiungo nambari 8 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba ambacho kinakwenda kuanza dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Lakini upande wa mshambuliaji kinara nambari 9 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Suleimani Mwalimu akienda kusimama vyema katika lile eneo la mchezaji wa mwisho kwenye kikosi cha klabu ya Simba kinachokwenda kuanza dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Na kwa kumalizia na kwa lile eneo la kiungo nambari 10 hapa tegemea kumuona mchezaji Clatous Chota Chama akizima vyema katika lile eneo la kiungo nambari 10. Chama miguu yake ni ya dhahabu sana anapokuwa ana mpira mguuni, lakini pia ni ngumu kukabika na uhatari wake kulikaribia lango. Sasa katika eneo la kiungo nambari 10 uwepo wake utakuja kusaidia klabu ya Simba kupata matokeo chanya katika dakika za mapema kabisa. Lakini kwa upande wa winga nambari 11 hapa tegemea kumuona akiingia mchezaji Anicent Oura. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao majina yake yanatajwa sana, lakini pia ameweza kuonyesha kitu na ni miongoni mwa wachezaji ambao watakuja kumchallenge vizuri kweli mchezaji Lee Mpanzu ambaye wote huwa wanacheza na nafasi moja. Hiko ndio kikosi cha klabu ya Simba ambacho huenda kocha Steven Becker atakwenda kuanza nacho dhidi ya timu ya Esperance de Tunis kwenye muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ni yapi maoni yako kuhusiana na kikosi hiki? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu ni kusubscribe channel yetu.